Kwenye hafu ya kwanza nilishuhudia muda mwingi sana mpira ulikuwa ukichezwa kwenye eneo la katikati mwa kiwanja kwenda kwenye nusu yenu nyinyi. Nataka nijue ilikuwa ni plan ya team of course kucheza chini au ni ubora wa JKT ambao ulikuwa ukiwasukuma nyinyi na kukubali kuwa kwenye nusu ya kwenye mstari wa katikati wa kiwanja kuja kwenye eneo lenu? Mwanzoni wakati nisema tuna plani, si ndio? Na tulipokuwa tunajiandaa na hawa tunajua wanacheza ligi kubwa. Kwa tulikubali kukaba kwenye mid block ili tusiwape eneo kubwa la kucheza, lakini bahati mbaya wachezaji wangu wakakosa discipline ya matukio, kwa sababu kiangalia magoli matatu tuliyofungwa yanatokana na makosa tuliyofanya sisi wenyewe. Kwa hiyo tuliwapa magoli mepesi mapema ambayo yametuadhibu, na hii naona ni kwa sababu ya intensity pia ya mashindano. Wenzetu wao wanacheza ligi kubwa, ina ushindani muda mkubwa, na wanapopata nafasi kama zile wanajua namna ya kuzitumia. Ukiangalia tumekwenda mpaka kipindi cha pili tumetengeneza nafasi, lakini wachezaji wangu kwa sababu ya kutokuwa na tabia za kufanya hivyo mara nyingi tumeadhibiwa. Lakini kwangu mimi nimependa mazoezi, nimependa mechi, ilikuwa nzuri, imetufundisha kitu kikubwa. Boniface Maganga wakati naanza kumfahamu akiwa Simba kwa muda mfupi alikuwa kama mshambuliaji, baadaye coach Ndayegije akawa akimtumia kama fullback wa kulia akiwa mbao. Leo hii Boniface nilimwona akiwa operate kwenye ile katikati kwenye wale wawili wa chini kwenye ile double pivot akicheza kama deep lying playmaker. Kipi kilikuwa siri ya kumtumia Boniface ambaye wengi tunamfahamu kama fullback kwa muda mwingi? Boniface ni mchezaji wa aina yake. Ni mtu ambaye unaweza kumpanga mahali popote uwanjani. Kwa hiyo kama kuna mahali naona panahitaji mtu, basi mtu wa kwanza nafikiria ni Boniface. Kwa hiyo kwa sababu tulipanga tuwe na nguvu kubwa kwenye eneo la kulinda, niliona ni mtu muhimu kuja pale, na kwa sababu ni kiongozi na anaweza kuituliza timu. Kwa hiyo kwangu nampenda sana kwa sababu ni mtu anayecheza kwa maelekezo muda mwingi. Shukrani sana coach, na kila la heri kwenye championship. Asante sana Coach. Kwanza hongera kwa performance na matokeo of course kwa ujumla wake, lakini pili nataka nifahamu kwenye hafu ya kwanza, hafu yote of course ya kwanza mlifanikiwa kwa usukuma Mbeya Kwanza, na muda mwingi tukashuhudia mpira ukichezwa kwenye hafu ya pili ya mpinzani. Ni kipi hasa ambacho kilikuwa nyuma ya hiki ambacho mlikifanya kwenye hafu ya kwanza? Kama nilivyosema mwanzo, tunaenda kucheza na timu ambayo sisi hatuijui, ile yenyewe inatujua. Kwa hiyo cha kwanza ambacho niliongeza kwenye timu wakati tunafanya preparation, tukasema tutumie hafu ya kwanza kuwa kwenye ubora wetu ambao tuko nao, ili tuipush timu tuone itasimama vipi. Na wao waliingia kwenye hiyo nani ya kukaa nyuma ya mpira, tukasema okay fine, now twende tupush tuweze kupata hizo goal. Lakini ni good kwa plani ilikuwa hivyo. First half nipongeze vijana staff pamoja na management. Kipindi cha kwanza kilikuwa kizuri zaidi, lakini kipindi cha pili kidogo tumejaribu na hapo kocha kwenye second half. Hafu ya kwanza mlikuwa na domination kubwa sana ya mchezo. Second half ile domination ilipungua na tukashuhudia mara kadhaa pia Mbeya Kwanza wakifika kwenye nusu yenu. Ni kipi mlipunguza kwanza kwenye plani yenu, au ni adjustment ambazo Maka alizifanya second half na kupelekea hiyo mechi ambayo at least ilikuwa balanced? Kipindi cha pili niseme tu kwanza nipongeza sana vijana kwanza, napongeza kwa nini na hatukuwa hivyo vizuri. Almost timu nzima imefunga. Kuna watu wamefunga kwa Rezma, kuna watu wamefunga Ramadhani. Kwa hiyo nawapongeza. Mimi tu hapa sichezi, lakini energy ya kufunga naona inakata. Kwa hiyo na wao jinsi ambavyo wanafanya kazi, jua ukiona jinsi ilivyo, sometimes binadamu anahitaji energy muda wote. Hicho ndio kitu ambacho kilipelekea tukaona bora tuweze kufanya sabu kidogo, tuweze kuboost energy kwa watu wengine. Lakini kipindi cha pili hakikuwa kizuri sana kama kipindi cha kwanza. Shukrani sana kocha, na tukutane robo finali. Okay, asante sana.